Hujambo na karibu mtazamaji wangu mpendwa, karibu katika kipindi chetu cha Kiswahili kitukuzwe. Leo hii niko na maswali matatu na haya maswali yanatoka katika riwaya ya Nguu za Jadi. Swali la kwanza linasema, alitoa tabasamu iliyochanua na kuambukiza pia nyuso za wageni wale. Alitoa tabasamu iliyochanua na kuambukiza pia nyuso za wageni wale. Swali la kwanza linasema hivi mtazamaji. Tendo la kutabasamu ni kinaya katika jamii hii. Thibitisha. Alama 14. Tendo la kutabasamu ni kinaya katika jamii hii. Thibitisha. Kwa hivyo kinaya ni kitu ambacho kinafanyika kinyume na matarajio. Kwa mfano, kusema ati watu wanatabasamu katika jamii hii, jamii ambayo ni Waketwa, tunasema ni kinaya. Yaani kwa sababu kutokana na shida ama madhila ambayo wanapitia katika jamii hii kutokana na uongozi mbaya wa Mtemi Lesulia, hatustahili kusema kuwa hawa watu wanatabasamu, ili hali inafaa ikuwe wako na huzuni. Kwa hivyo inafaa tudhibitishe kuwa kutabasamu kwao ni kinaya. Kwa hivyo inafaa tueleze zile changamoto ambazo matuo ama Waketwa wanapitia ambazo zinafanya wakose tabasamu ama kutabasamu kwao kukue ni kinaya. Hoja ya kwanza, kuna ukosefu wa uaminifu katika ndoa. Unapata Sagilu anazini na Sihaba ile hali ana mke. Nanzia anazini na Muhindi anayeshirikiana na mumewe Mtemi Lesulia katika biashara na baadaye anazini na Sagilu. Kwa hivyo mambo kama haya, uovu kama huu ambao unatendeka, hatustahili kusema kuwa kuna tabasamu katika hii jamii. Jambo la pili ambalo linafanya wakose tabasamu ni ulevi. Baadhi ya wanaume kama vile Mrima wanaenda kulewa eneo la Pondamali na kusahau kujukumikia familia katika mahitaji kama vile chakula, mavazi na karo. Kwa hivyo hilo ni jambo la pili ambalo linafanya wakose kutabasamu. Jambo lingine ni ubaguzi katika utoaji wa ajira. Unapata kuwa kazi nchini Matuo zinapewa watu wa kabila la Wakule, wale wa kabila la Waketwa wakiachwa nje kwa kuwa kiongozi wa nchi ni Mtemi Lesulia kutoka kabila la Wakule. Kwa hivyo hiyo pia inachangia watu wakose tabasamu kwa sababu ya ubaguzi wa kikabila. Pia kuna wasichana wadogo kufanya ukahaba. Unapata kuwa Sihaba anaendeleza biashara ya udanguro katika jengo ambalo alikuwa linaitwa Red Bead Lodgings kwa kutumia wasichana wadogo ambao baadhi yao wanaacha shule kufanya biashara hii. Wengine hadi wanaletwa na wazazi wao ndio aghalabu wapate fedha kidogo ya kuwalisha kule nyumbani. Pia kuna ubomoaji wa majengo kiholela. Majengo yanabomolewa tu kiholela. Unapata Mashauri anabomoa jengo la Lonare kutokana na sababu za kisiasa kwa kuwa ni mpinzani wa Mtemi Lesulia ambaye ndiye kiongozi wa taifa. Kwa hivyo jambo hilo bila shaka haliwezifanya kuwe na kutabasamu. Pia kuna ukataji miti kiholela. Wananchi wanakata miti ovyo ovyo nchini Matuo na kusababisha mvua chache isiyotabirika na hivyo kuathiri kilimo. Kwa hivyo kilimo kikiathirika, bila shaka wananchi ama wanajamii hawatakuwa na sababu ya kutabasamu. Pia kuna vita vya kikabila. Unapata makabila ya Waketwa na Wakule yanapigana mara kwa mara, wakiibiana mifugo katika maeneo yao ya kiasili. Kwa mfano kuna eneo la Ndengoni ambapo ni eneo ambalo linaishiwa na Waketwa wanaishi Ndengoni, na pia kuna mahali panaitwa Manyuni ambapo Wakule wanaishi huko. Hizi jamii mbili zinapigana sana na kuibiana mifugo. Kwa hivyo hii pia ni sababu ambayo inafanya kukose tabasamu. Pia kuna unyakuzi wa ardhi. Mtemi Lesulia yuko tayari kuwafurusha Waketwa kutoka katika ardhi yao ya Matango, ndipo ainyakue na kuwapa watu wake kama Mbwashu na Nanzia ardhi hiyo. Nakumbuka wakati Mangwasha na Waketwa wenzake walijikuta kwenye kanisa kwa sababu walikuwa wamechomekewa makao. Hiyo ilikuwa imepangwa na Mtemi Lesulia, ndio aghalabu Nanzia na Mbwashu ambao ni watu wake wa karibu
Mbwashu alikuwa rafiki yake Mtemi Lesulia, alikuwa mfanyabiashara, na pia Nanzia alikuwa mkewe. Kwa hivyo ilikuwa anyakue hiyo ardhi kisha awape. Pia kuna washukiwa kuachiliwa huru. Unapata kuwa mtu amepatikana katika makosa mabaya kabisa. Kwa mfano Sihaba anapokamatwa kwa kusambaza karatasi za kuwatisha Waketo waondoke Matango, unapata kuwa anatiwa ndani kisha anaachiliwa muda mfupi baada ya kutiwa ndani. Kwa hivyo hiyo pia inaonyesha kuwa kuna watu ambao wanafanya matendo ambayo si mazuri, lakini hakuna mkono wa sheria ambao unakabiliana nao. Hiyo inafanya Waketwa wakose tabasamu. Pia kuna uharibifu wa mazingira. Wananchi hasa matajiri ambao baadhi yao ni viongozi wanaharibu mazingira kwa kuwa na mashimo makubwa yanayotokana na machimbo ya mchanga ambayo kuna ponyesha yanajaa maji, nayo maji yanaweza leta ugonjwa wa malaria. Mbu wanaweza zaana hapo, alafu liwe tatizo kwa Waketwa. Na pia watoto wanaaga dunia wakiogelea na walevi wanaposepetuka kutumbukia mule ndani. Kwa hivyo hiyo pia inafanya Waketwa wakose tabasamu. Kuna kuuza bidhaa zinazohatarisha maisha. Sagilu anauza maziwa yenye sumu yanayofanya watoto kutapika na kuendesha. Kwa hivyo Mtemi Lesulia amempea ruhusa ya kuagiza bidhaa kutoka nje, na hivyo bidhaa ni hatari kwa usalama wa watoto. Pia kuna kuchoma makazi ya wananchi. Viongozi wanatuma vijana kuchoma makazi ya wakazi wa Matango kwa sababu za kisiasa na kuwaacha wakihangaika kwa baridi kwa kukosa makazi. Hili jambo pia linasababisha kukose tabasamu. Malezi mabaya. Ngoswe hapewi malezi bora na mzazi wake Mtemi Lesulia, ndiposa anashiriki katika ulaguzi wa dawa za kulevya, na pia ye mwenyewe anatumia dawa za kulevya, anakuwa mlevi. Pia anakosa adabu anapomkemea Sagilu katika hoteli ya Satan na kumuita mwewe bila kujua huyo ndiye alikuwa babake. Hiyo ni kutokana na malezi mabaya ambayo alipewa na wazazi wake walezi ambao ni Mtemi Lesulia na mamake ambaye ni Nanzia. Kuna ubabe dume. Mangwasha anapouliza mumewe mahali alipokuwa baada ya kufika nyumbani asubuhi akitoka ulevini, mumewe huyu ambaye ni Mrima anamwambia kwamba hana nafasi ya kumuuliza alikokuwa kwa sababu ye ni mwanamke. Kwa hivyo unaona kuwa kuna ubabe dume. Mrima kuna ubabe dume. Huu ubabe dume ambao umekithiri katika jamii ya Waketwa bila shaka hawezi kuwa sababu za wao kutabasamu. Hoja ingine mtazamaji wangu ni kutowesha bidhaa ili kuziuza kwa bei ya juu. Unapata kuwa Sagilu na Mbwashu ni wafanyabiashara wanaotowesha bidhaa ili kuwe na ukosefu wa bidhaa hizo sokoni au nchini, kisha baadaye waweze kuziuza kwa bei ya juu. Kwa hivyo wanachukua vitu, wanachukua bidhaa wanaficha ili vikosekane kwenye soko, alafu ndio baadaye warudishe wauze kwa bei ya juu. Pia kuna kuhepa kulipa ushuru. Unapata kuwa Sagilu, Mbwashu na viongozi wengine wakuu serikalini wanaagiza bidhaa kutoka ng'ambo na kukataa kuzilipia ushuru, na hivyo kuhujumu mapato ya serikali. Pia kuna matajiri ambao wanawahonga maskini ndipo waunge mkono katika siasa. Mtu kama huyo ni Sagilu, anamhonga Mrima fedha nyingi kama njia ya kutaka awe mfuasi wake wa kisiasa na pia amfanyie kampeni. Halafu pia kuna watu fisadi kutumia mitandao ya kijamii kufilisi nchi. Unapata kuwa taasisi na mashirika ya serikali yanamilikiwa na mitandao ya wezi wanaoipora nchi yao wenyewe bila kujali. Pia kuna mauaji mtazamaji. Mtemi Lesulia anataka kumuua mpinzani wake wa kisiasa Lonare kupitia Cheia ili asalie mamlakani. Na pia kuna unafiki wa viongozi. Lesulia anadanganya kuwa Matango patajengwa soko, ili hali analenga kumpa mkewe Nanzia ardhi hiyo wakiwa na Mbwashu. Kuna ulaguzi wa mihadarati. Ngoswe mwanawe Mtemi anauza mihadarati na kudhuru afya za wananchi. Na mwishowe kuna baba kushiriki ngono na mchumba wa mwanawe. Hili ni tendo la Sagilu.
Mtazamaji, swali linalofuata linauliza hivi: taja sifa za mhusika anayetabasamu. Katika hilo dondoo, taja sifa za mhusika anayetabasamu. Kwa hivyo mhusika anayetabasamu ni Mangwasha, na ana sifa kama vile ni mwenye msimamo dhabiti. Alikataa kuhongwa na Sagilu ambaye alitaka kuhusubiana naye kimapenzi. Kwa hivyo tunaona ni mwenye msimamo dhabiti. Pia ni mvumilivu. Anahangaika kumtafuta mume wake aliyepotelea kwenye ulevi na kumrudisha nyumbani, ambaye ni Mrima. Pia tunaona ni shupavu. Kwa sababu alihudumia familia yake, kuhakikisha kuna chakula na watoto wanaenda shuleni mumeo Mrima anapopotelea kwenye ulevi. Pia unapata ni mtu ambaye ni mlezi mwema. Anajitahidi kuhakikisha watoto wake wanapata chakula na kuendelea na masomo, ingawa mume wake Mrima alikuwa amepotelea ulevini. Pia ni mwanaharakati tajika. Alishiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya wenye nacho waliotaka kupora ardhi ya wanyonge walioishi katika mtaa wa Matango. Pia ni mwanamapinduzi. Alipambana na kuhakikisha wananchi wa Matua wanafanya mabadiliko ya uongozi kwa kuchagua viongozi wenye maono ya kulinganisha taifa bila kujali tofauti za kikabila na kiuchumi. Pia tunaona ni mwaminifu katika ndoa. Alikataa kushiriki mapenzi na Sagilu aliyejaribu kutumia kila hila ili amnase, na anasalia mwaminifu kwa mumewe Mrima. Mangwasha ni mzalendo. Anamfanyia Lonare kampeni ili kuondoa utawala mbaya na fisadi na kuleta maendeleo. Pia ni mwenye bidii. Alifanya kazi zote ofisini bila kulalamika. Tunaarifiwa kuwa alikuwa anafika mapema na pia kutoka akiwa wa mwisho. Pia ni mhamasishaji. Anahamasisha watu, anahamasisha vijana waanze biashara ndogo ndogo ili wapate kipato kidogo. Kwa hivyo mtazamaji, hili dondoo limetoka katika riwaya Nguu za Jadi, ukurasa wa 88. Swali la pili linasema hivi: onyesha matumizi ya mbinu zifuatazo katika tamthilia ya Nguu za Jadi. Onyesha matumizi ya mbinu zifuatazo katika tamthilia ya Nguu za Jadi. Kuna methali, kuna makazi. Kwa hivyo nimeweza kutaja baadhi ya methali na ukurasa ambao hiyo methali inapatikana. Kwa mfano methali, kuna chakani mwa simba halali nguruwe. Hiyo iko ukurasa wa 6. Chakani mwa simba halali nguruwe. Pia methali zingine ni nguo ya kuomba haisitiri makalio, ukurasa wa 12. Heri nusu shari kuliko shari kamili, ukurasa wa 13. Nahodha kamwe haogopi mawimbi, ukurasa wa 19. Ghadhabu ya bahari ni furaha ya papa, ukurasa wa 19. Kimya ni ua unaozunguka hekima, ukurasa wa 23. Kabla hujafa hujaumbwa, ukurasa wa 29. Penye penzi matusi hayaumi, ukurasa wa 60. Kifo cha panzi furaha ya kunguru, ukurasa wa 70. Na afungaye kibwebwe si bure ana mchezo, ukurasa wa 75. Hakuna marefu yasiyokuwa na nje, ukurasa wa 80. Usilolijua ni usiku wa giza, ukurasa wa 85. Subira ni ufunguo wa heri, ukurasa wa 89. Mazoea tamu huhalalisha haramu, ukurasa wa 110. Shetani wa mtu ni mtu, ukurasa wa 115. Ukuni mbaya haufichiki, ukurasa wa 129. Aliye juu msubiri chini, ukurasa wa 136. Msiba wa kujitakia hauna kilio, ukurasa wa 146. Palipo wazee haparibiki neno, ukurasa wa 180. Kisha kuna majazi. Majazi ni majina ambayo yanatumika kuita mtu au mahali, na yanaendanisha na tabia ama yanaendanisha na mambo ambayo yanafanyika. Kwa mfano, kuna Inji ya Matuo, kuna Waketwa, kuna Wakule, kuna Chifu Mshabaha, kuna Majuju, Mpenda Bure, Pondamali, Majani, Mwana Mafamba, Sihaba, Majengo, Mashauri, Mwamba na Matango. Swali la 3. Ole wako ewe mwanaume uishie leo, unayechakura mapipa ili kuizima njaa. Ulikosea nini jamii hata usalia ombaomba? Umevaa koti kukuu na umesalia kuwa nyuma kama koti hilo mwanetu. Yu wapi baba aliyekutelekeza?
Hii wapi jamii isiyodhamini elimu na utu wako? Jamii ilishika mkono mtoto wa kike, ikasahau kwamba hata wewe unastahili kushikwa mkono. Lazima tujirudi tuone ni wapi tulipoanza kupotea njia. Lazima tuokoe kizazi hiki kinachopotea nyikani bila matumaini. Ole wako Matuo, utashika mti gani? Kwa hivyo mtazamaji, hilo ni dondoo natoka katika riwaya Nguu za Jadi. Swali la kwanza, weka dondoo hili katika muktadha wake. Weka dondoo hili katika muktadha wake. Kwa hivyo haya maneno yalisemwa na Mangwasha na alikuwa anazungumzia nafsi yake, yani alikuwa anajisemea. Kisha alikuwa anarejelea watoto aliowaona mjini. Anasikitika mtoto wa kiume ambaye ametelekezwa katika jamii. Kwa hivyo haya ndio majibu ya hilo dondoo. Maneno ni ya Mangwasha, alikuwa anazungumzia nafsi yake, anarejelea watoto aliowaona mjini, anasikitika watoto wa kiume ambao wametelekezwa katika jamii, ama mtoto wa kiume ambaye ametelekezwa katika jamii. Onyesha umuhimu wa maswali balagha kama yalivyotumika katika dondoo. Onyesha umuhimu wa maswali balagha kama yalivyotumika katika dondoo, alama 4. Swali la balagha la kwanza, ulikosea nini jamii hata usalie kuwa omba omba? Kwa hivyo onyesha umuhimu. Kwa hivyo swali hili limetumika kuonyesha kuwa jamii imemtenga mtoto wa kiume na haimshughulikii kwa namna yote ile. Swali la balagha la pili, yu wapi baba aliyekutelekeza? Hili swali linatumika kuonyesha jinsi wazazi wa kiume hawajishughulishi na wana wao wa kiume. Yu wapi jamii isiyodhamini elimu ya utu wako? Yu wapi jamii isiyodhamini elimu ya utu wako? Swali hili la balagha linaonyesha jinsi mtoto wa kiume amesalia nyuma kielimu na pia kimaadili. Inaonyesha namna mtoto wa kiume amesalia nyuma kielimu na pia kimaadili. Swali la mwisho la balagha, ole wako Matuo, utashika mti gani? Ole wako Matuo, utashika mti gani? Ole wako Matuo, utashika mti gani? Hili swali la balagha linaonyesha linachimza toni ya kutamauka, yani nje ya Matuo, utashika mti gani? Yani kila kitu kimeenda segemnege, kuchimza toni ya kutamauka. Swali la cha, kando na maswali ya balagha, bainisha mbinu zingine za kimtindo zinazojitokeza katika dondoo na umuhimu wake. Kando na maswali ya balagha ambayo tumeshughulikia, bainisha mbinu zingine za kimtindo zinazojitokeza kwenye dondoo na umuhimu wake. Mbinu ya kwanza, kuna taswira. Umevaa koti kuukuu, kwa hivyo unaweza ona taswira oni ya koti kuukuu kuonyesha hali duni ya maisha. Pia kuna tashbihi. Umesalia kuwa nyuma kama koti, kuonyesha jinsi amesalia nyuma kimaendeleo. Pia kuna msemo au nahau, jamii ilimshika mkono mtoto wa kike, kuonyesha mtoto wa kike anaelekezwa na kufunzwa kujiendeleza. Pia ikapiga mbio na mtoto wa kike, kumsaidia mtoto wa kike kujiendeleza. Kwa hivyo kuna mbinu ya 4 ya majazi, Matuo. Jina hili linaonekana na kitenzi tua, yani kaa au utulie, Matuo. Swali la da, onyesha jinsi mtoto wa kiume ametelekezwa katika jamii kwa kurejelea riwaya hii. Kwa hivyo hapa urejelei dondoo peke yake, unarejelea riwaya nzima ya Nguu za Jadi. Onyesha jinsi mtoto wa kiume ametelekezwa katika jamii kwa kurejelea riwaya hii. Kwa hivyo inafaa onyeshe namna mtoto wa kiume ameachiliwa, ametelekezwa. Kwanza, Mangwasha anasikitikia vijana wengi wa kiume wanaosukuma gumzo kwenye viambaza vya maduka, anaengwa kupita kiasi. Kwa hivyo inaonyesha kuwa mtoto wa kiume ametelekezwa. Wakati Mangwasha anaenda kutembea kitafuta mlima, anapata vijana wanapiga gumzo kwenye varanda ama viambaza vya maduka. Kuna kutelekezwa kwa mtoto wa kiume kunamfanya asiwajibike. Mangwasha anashuhudia wasichana wengi mitaani wenye vitoto visivyokuwa na baba. Kwa hivyo hao watoto wasichana wenye wako na vitoto ambavyo havina baba, kumaanisha kuwa mtoto wa kiume amekataa kuwajibika ama hajawajibika.
Tatu, Mangwasha anatambua kutekelezwa kwa mtoto wa kiume kumemsababisha kuwepo kwa wanaume wengi mijini wanaochakura vyakula mapipani, wanavaa nguo kuukuu. Kwa mfano, mahali alienda Pondamali huko kumtafuta Mrima, alipata wanaume ambao ni walevi wanakula vyakula mapipani, wanavaa nguo kuukuu. Pia Ngoswe halelewi vizuri, anadekezwa, anaengwa kupita kiasi. Malezi mabaya yanamfanya kuwa mbadhirifu wa mali ya babake pamoja na kuwa mlanguzi wa mihadarati. Pia kuna Mangwasha anatambua kuna vijana wengi wa kiume wanaokufa katika kujaribu kuwa wanaume kwa kukosa dira mahususi ya kuwaelekeza. Mfano, vijana ambao Mtemi Lesuli alituma ili walete rapsha katika wakati wa uchaguzi ili kupinga kupita kwa Lonare awe Mtemi Lesuli au mtemi wa inji ya Matuo. Mangwasha anagundua kuna maandishi machache yanayomfunza mtoto wa kiume, mengi yanamhusu mtoto wa kike. Kwa hivyo hiyo pia inahakikisha kuwa, inadhihirisha kuwa mtoto wa kiume ametelekezwa. Mzazi wa kiume ambaye ndiye dira ya kumwelekeza mtoto wa kiume hayuko au hajulikani. Wavulana wanakosa mafunzo muhimu. Pia Mangwasha anatambua wazazi wachache wa kiume waliopo wametingwa na shughuli nyingi mjini. Hawana muda wa kufunza wavulana kinyume na ilivyokuwa kijijini. Kwa hivyo haya ni mabadiliko. Wazazi wa kiume wako shughuli za kutafuta ajira ili wapate kipato cha kila siku, lakini hawana muda na watoto wao wa kiume kama ilivyo mjini, kama ilivyo kijijini. Katika hotuba yake, Lonare anasema kwamba jamii imewatenga sana watoto wa kiume. Kwa hivyo hiyo inadhihirisha kuwa mtoto wa kiume ametelekezwa. Kwa hivyo mtazamaji, huo ndio mwisho wa hilo swali. Hili dondoo la swali la 3 limetoka katika ukurasa wa 138. Kwa hivyo ukiweza fungua riwaya yako katika ukurasa utaweza kuona mbinu zote ambazo tumeshughulikia, maswali na kila kitu. Maswali mengine kama haya, endelea kutembelea channel hii ya Kiswahili Kitukuzwe ya Mwalimu Wanjala, channel ambayo inapendwa na watu wengi na iko na maswali ambayo yanasaidia mwanafunzi katika kujiandaa kwa mtihani wa kitaifa wa Kiswahili karatasi ya 3, ya 2 na ya kwanza. Shukran, uwe na wakati mwema.